Mtazamaji wa Kwizera TV, ni siku nyingine tena, karibu tukazungumze michezo, tips za michezo. Kila siku tunakuletea hapa uweze kufahamu yanayojiri hapa nchini Tanzania, lakini nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania. Kubwa zaidi siku ya leo tutazungumzia mchezo ya ngao ya jamii kwa upande wa wanawake hapa nchini Tanzania. Nami ni mwanamchezo wako Andrew Nehemia. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment juu ya taarifa zetu tunazoziweka hapa kila siku kwenye YouTube channel yetu ya Kwizera TV. Bwana, jana mchezo miwili imeweza kuchezeka katika viwanja mbalimbali, ambapo tumeshuhudia mchezo wa Simba Queens dhidi ya Mashujaa Queens, mchezo ambao Simba wameibuka na ushindi wa bao 2-0 dhidi ya Mashujaa Queens, na katika upande wa Yanga Princess dhidi ya JKT, Yanga wakawa wakitoshana nguvu dakika 90, yani sare ya bao 1-1 mpaka dakika 90 zikaisha. Mikwaju ya penalty kaja ikaamua nani aweze kusonga mbele na kuifuata Simba Queens, ambapo JKT wakaibuka na ushindi wa mabao 6 ya penalty dhidi ya 5 kwa upande wa Young Africans. Mambo yakawa ni hivyo. Tukizungumzia mchezo wa Young Africans dhidi ya JKT, JKT Queens ni timu ambayo imekuwa na mafanikio makubwa, ambapo tumeshuhudia wakiwa ni washindi wa michuano mingi. Tunakumbuka waliweza kushinda mataji mengi. Walishinda Tanzania Women's Premier League TWPL 2024-25, ambapo kwa goal difference wakiwa na alama sawa na Simba Queens, lakini walishinda taji kwa tofauti ya mabao, ambapo mabao yalikuja kuamriwa na mechi ya JKT Queens dhidi ya Gets program, ambapo walishinda siku hiyo mabao 5. Sasa wakaibuka ni washindi wa kombe hilo la wanawake. Unaona ni performance kubwa ya mwaka 2024-25, msimu ambao uliomalizika, lakini Mzondo ukatoa aweze kuwa mshindi wa kubeba kombe la michuano ya wanawake, na lakini vile vile aliibuka mabingwa mara 5 ligi hii, yani mjumuisho wa miaka yao ya ushindi yote mara 5 kuwa bingwa wa ligi katika upande wa wanawake. Lakini vile vile walishinda vyeo vya kawaida tu pale Sekafa CAF Women's Champions League Zone Qualifier mwaka 2023 na tena mwaka 2025 wakawa wameibuka pia na kuwa washindi. Kwa natazama ni takwimu ambazo ni nzuri sana kwa upande wao. Lakini mnamo mwaka 2023 tukumbuke walishinda hatua ya Zone Qualifier Sekafa na hivyo kuingia finali ya CAF Women's Champions League. Wakaweza kuchukua tena hiyo nafasi nzuri kabisa. Mwaka 2025 walizoa tena ubingwa wa Zone Qualifier Sekafa wakishinda Rayon Sports WFC kwa bao 1-0, matokeo mazuri. Lakini walishinda tournament za CAF under 17 chini ya miaka 17 girls hapa integrated football ilikuwa inaitwa hivyo, ambapo walipewa tournament gift mwaka huu ya mwaka wa 2025. Kwa hiyo unaona ni timu ambayo ina uzoefu mkubwa sana mashindano haya. Lakini katika finali walishinda TDS, tunakumbuka hapo girls, kwa matokeo ya 2-1, ambapo sasa wao wakaibuka kuwa ni washindi. Lakini Africa Top Sport Winifrida Gerard alichukua mataji ya Golden Boots kama mshambuliaji bora wa mashindano hayo ya TDS. JKT Queens wana timu ambayo ni nzuri sana kwa wanawake. Ukitazama wanavyofanya performance yao, ukitazama kwenye timu ya taifa pia wana wachezaji wengi ambao wanaisaidia timu ya taifa kuweza kusonga mbele na kupata ushindi kwa namna fulani. Kwa hiyo ni timu ambayo ukizungumzia kimchezo bado nitegemezi sana kwa hapa nchini Tanzania kwa upande wa wanawake. Sasa kitu ambacho kinakuja kuleta sintofahamu jana Simba mara baada ya kuona JKT wameitinga, wakawa wanajiuliza kwamba itakuwaje sasa. Itakuwaje wanaenda kukutana na JKT ambao wamekuwa kwenye ubora wa hali ya juu kila siku. Ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu sana kwa upande wa Simba Queens dhidi ya JKT Queens, kwa sababu performance yao inawabeba. Simba nao wako vizuri, lakini JKT kisoka tunasema wako vizuri zaidi,
kwa upande wa wanawake. Kwa hizo tips za kimchezo ambazo tunakuletea sisi, tusubiri tuone kwamba finali itakuwaje. Je, JKT ataibuka na ushindi? Tumeona jana wakifanya mazuri sana wadada wa Simba dhidi ya Mashujaa, wakiweza kufunga mabao ya mapema. Sasa kimchezo tunasema ni good performance, na tupongeze kocha kwa mfumo ambao aliingia nao wa Simba Queens. Aliweza kuonyesha utofauti kati ya Mashujaa na Simba Queens. Ukija kuzungumzia kwa Young Princess, nao walikuwa sio wabaya, kwa sababu kutoka sare kipindi cha kwanza na kuja pia kuingia kwenye hatua ya mchuano ya penalty sio kitu kibaya, ni performance nzuri. Wanasema penalty hazina mwenyewe, lakini matokeo yaliamua, mshindi kapatikana. Tusubiri tuone finali itakuwaje bana. Hii ni Kwizera TV, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment. Nami ni mwanamchezo wako Andrew Nehemia, zidi kwa nasi kila siku tunakuletea tips za kimichezo. Asante na bye.